Hujambo mtazamaji wa TriGen Media na wewe mfuatiliaji wa makala maalum ambazo huwa tunakuletea hapa katika mfumo wa vipande vipande ama episode, na mtaalamu wangu CPA Ibrahim Mshindo. Katika kipindi kilichopita tulizungumzia kwa kina sana namna ambavyo wewe unaweza kuangalia mtiririko wa biashara yako na faida. Lakini leo tunakukaribisha katika kipengele kingine kipya kabisa chini ya mada kuu ile ile isemayo wazo hadi biashara, ambapo leo tunakwenda kuangalia namna ya kutenga fedha za biashara na familia. Mtaalamu wangu karibu sana Ibrahim Mshindo. Asante sana Ibrahim Mshindo. Sasa leo tumeingia penyewe. Familia wanahitaji fedha za matumizi, mchele umeisha, unga umeisha, waende dukani wachukue, mfano kama ni duka. Dhana nzima ya kutenga fedha za biashara pamoja na familia ni nini hasa? Dhana hii inasisitizwa zaidi katika hizi biashara ndogo. Ni kutokana na uhalisia kwamba kumekuwa kuna changamoto kubwa sana ya kutofautisha kati ya mfanyabiashara na biashara yake. Katika ukuaji wa biashara kwenda huko mbele, tunasema hilo ni swala linakwenda kuelezwa na mambo ya utawala bora. Utawala bora kwamba unasisitiza katika kuleta utofauti kati ya mmiliki na mwendeshaji wa biashara. Tukiweza kutofautisha hiyo, ndio inatusaidia katika hii dhana ya kuweza kujenga hiyo, kwamba tunaanza tokea mwanzo kwamba tunamtofautisha mwenye biashara na biashara yake, na lengo lake hasa ni kuhakikisha kwamba matumizi ya kwenye biashara hayachanganywi na matumizi ya familia. Sasa tukishaweza kutofautisha kwamba hii ni shughuli na mtiririko, kama tumeona kwenye mada iliyopita kwamba mtiririko huu wa fedha uko kwenye biashara na mtiririko huu wa fedha kutegemea sasa, kwa sababu tunaamini inawezekana mwenye biashara akawa na vyanzo vingine vya mapato nje ya ile biashara yake. Huo uwezekano unaweza kawepo, kuipa pumzi biashara. Lakini kama chanzo ndio hicho basi pia ndio hii itasaidia zaidi kwenye kuhakikisha kwamba tunapoweza kutofautisha kati ya fedha za biashara na fedha za kwake ambazo zinatakiwa zitoke kwenye biashara kwa mtiririko ambao tulikuwa tumeuzungumzia hapo nyuma. Hiyo ndio inafanya hii mada kuwa ni mada ya kimsingi zaidi, kwamba ni kwa namna gani biashara inahesabiwa kama ni mtu tofauti na mwenye biashara. Dhana imejikita kwenye hayo maeneo mawili makubwa. Sasa kuna mbinu zipi kabla hatujasonga mbele za kuhakikisha kwamba hiyo mbinu hakuna mchele unachukuliwa bila sababu au mafuta ya kupikia? Mbinu tutaziona, lakini kwanza tuangalie faida. Faida zake, kwamba ni vitu gani ambavyo vinatusaidia tunanufaika na kuwa na tofauti kati ya fedha za biashara na fedha zako mwenyewe binafsi. Moja kabisa, la kwanza kabisa tunasema inaongeza uwajibikaji, ambao ndio masuala ya utawala bora. Wewe ili kuweza kuwajibika na biashara yako, kuwajibika kwa biashara yako ni kuona kwamba ile biashara inakunufaisha, lakini na wewe unaitumikia ile biashara. Tulisema pale mwanzo kwamba jambo zuri ni wewe mwenye biashara uwe katika sehemu wale wanaolipwa mshahara. Sasa ule unawajibika, kwa hiyo inakuongezekea wewe uwajibikaji. Jambo la pili, inakupa usahihi wa mahesabu. Pale ambapo tunaweza kutumatofautisha pesa za biashara na pesa za kwako, moja katika faida ambayo unaipata ni hiyo, kuona kumbe taarifa nilizokuwa nazo. Kumbuka tulizungumza swala la utunzaji wa kumbukumbu. Kumbe usahihi wa kumbukumbu zangu upo mkubwa, kwa sababu kimsingi kuna utofauti kati ya pesa za biashara na pesa zangu mwenyewe binafsi. Lakini la tatu, tulizungumza kule mwanzo kwamba toka wazo la biashara linapokuwepo, unapokuwa na mifumo mbalimbali umeiweka, umefanya utafiti, umeandika mpango kazi, na hivyo ukatunza kumbukumbu zako vizuri sahihi. Sasa unapokuwa pia umeweza kutenganisha fedha za biashara na za kwako, ni rahisi wewe kufikiria kwenye mikopo, kwa sababu unapokwenda kupata fedha nje ya biashara, mmoja katika vitu ambavyo watakagua na maswali yanaweza kuwa mengi kwenye hilo eneo
ni kuona namna gani wewe unavyojitofautisha na biashara yako. Okay. Biashara nyingi imeonekana mtu amekwenda kukopa, mfanya biashara, alafu baada tu ya kukopa zile pesa anazitoa anaenda kuzifanyia jambo lingine, kwamba hata lile andiko la mkopo lilikuwa limeandikwa tu kwa ajili ya kupatia baada ya kupatikana hizo fedha, zile fedha anazipeleka mahali kwingine ambako yeye anaona kunaweza kwa labda kunampa faida kubwa kuliko ile. Na hiki ndio moja changamoto kubwa kwenye biashara zetu ndogo, mpaka baadaye tunafika mahali tunawaziona, umeona kama taasisi za fedha ziko pale kwa ajili ya kutuumiza, wakati si kweli. Ni wewe tu kwamba ulishindwa kutofautisha kati ya fedha zako na fedha za biashara. Kumbuka kwamba hizi fedha za biashara sasa zina wadau wengi kama ambapo tulikuwa tunasema. Kwa hiyo unapokuwa umeweza kutenganisha vizuri kati ya una mfumo mzuri ambao umetenganisha kati ya fedha zako na za biashara, pale utakapokwenda nje kupata fedha nje ya biashara ambao ni taasisi za fedha, unafikiriwa wewe kwa urahisi zaidi kuliko ni yule ambaye hana hizo kumbukumbu. Ndio. Lakini la mwisho ambalo ndio lina faida pia kubwa ni kuifanya hiyo biashara iwe. Biashara yote ambayo ina utenganifu kati ya mmiliki na uendeshaji wa biashara, hiyo moja kwa moja inahesabika kwamba ni biashara endelevu. Okay. Kunakuwa umejenga misingi ya kuifanya hii biashara iende kuweza kuwa endelevu. Na biashara kuwa endelevu kwamba hata kuweza kurisishwa. Kwamba mwanzoni kwenye mazungumzo yetu ya hivi vipindi tulipata kusema kwamba tafiti zinaonyesha biashara nyingi za kifamilia, tunasema family owned business, zilizokuwa nyingi zinakufa katika muda mfupi baada ya mwenye biashara kuwa amefariki. Yule mwanzilishi wa amefariki namna hiyo. Lakini kama kuna huu mfumo ambao unatofautisha hata katika level ya fedha, kwamba fedha za biashara ni hizi na fedha za kwako wewe ni hizi, ukiwepo mfumo na ukadhibitika vizuri kama ambavyo tutaona katika nani inayofuata, utaona kwamba ni rahisi hata biashara kwa endelevu kuweza kulisishwa, kwamba leo Mobali haupo, basi any member of the family, mwanachama wote katika familia anaweza ka take up na kuweza kuendelea kwa sababu mfumo upo na unafanya kazi. Na tuangalie sasa mbinu ambazo zinaweza kukusaidia kuhakikisha kwamba hiki ni cha biashara hakigusiki, na hiki ni cha kwangu pamoja na familia. Sawa sawa. Moja, au labda kabla sijasemea mbinu, labda nizungumzie changamoto ambazo zinafanana na faida ambayo tumesema. Okay. Moja katika changamoto kubwa ya kutokuwa na au hasara ya kutokuwa na mfumo wa namna hii ni biashara hiyo kuendesha kwa hasara bila wewe kuwa unajua. Kwa sababu hatuna mfumo mzuri wa kuweza kudhibiti hivyo na kuonekana kwa wadau wa nje kwamba kuna huo mfumo ambao umeweka. Lakini la pili, changamoto ya pili pia ugumu wa kupanga na kudhibiti biashara yako ili iweze kwenda mbele zaidi. Kwa sababu unashindwa kujitofautisha wewe kifedha, katika takwimu za fedha unashindwa kutofautisha na biashara yako. Lakini na nyingine, kukosa uaminifu iliyokuwa mara nyingi kwa wewe mwenyewe hizo hela unazidokoa. Utakosa uaminifu kwa sababu tu watu wanashindwa kukuamini kwamba sasa bwana tukimpa hii hela itakwenda kwa kutumika kwenye minajili ya kibiashara au kuna kwenda Waswahili wanasema bwana ukipata pesa bwana unabii ongeza na mke tena na vitu vya namna hiyo. Sasa wengine wanasema ukitaka kupata akili ya kisimamo ya mtu awe na hela, kwamba ukishakuwa na pesa unakuwa uko machi mwa waiza, lakini kumbe hizi pesa hizo ziletwa kwa ajili ya makusudio maalum ya kufanya hiyo biashara. Sasa tukiwa tumeziona hizo changamoto, je, sasa njia ni zipi za kuweza kuona tunatenganisha mambo biashara hata ikiwa ndogo kiasi gani? Ni muhimu, inashauriwa sana kwamba hii biashara iwe na bank account. Ufungue account ya benki kwa ajili ya kuhakikisha kwamba pesa zinaingia na kutoka benki. Hiyo itakusaidia pia, ile account ya benki itakusaidia pia hata kuona ule mtiririko wa pesa zinazoingia na kutoka. Peke yake yenyewe inakuwa ni kumbukumbu. Kwa hiyo kama mauzo ya kila siku ya pili yake atakwenda benki na manunuzi yakatoka benki kwenda kufanya hiyo kazi, hiyo peke yake unaweza kuitumia bank account. Kama ukichukulia kwamba labda tuchukue kwamba charges za benki nazo ziko chini, mimi naamini kuna baadhi ya mabenki yanawaangalia wafanyabiashara hawa wadogo na kisera, kwa maana kwamba kadri ambavyo tunaweza tukawa tunatumia mifumo ya kibenki tunakwenda kutekeleza sera ya matumizi ya fedha jumuishi, financial inclusion, ambayo nadhani kwamba mabenki mengi
yanachagizwa hivyo na serikali kuanza kuona namna gani wanalipa jicho la tofauti au wafanyabiashara wadogo kwenye kuwachajia zile monthly charge. Na sababu baadhi ya mabenki nadhani hawachaji kabisa kwenye hilo eneo. Kuleta huo utamaduni wa wafanyabiashara wetu wadogo kuona namna gani ya kutumia, kwa sababu kwake hiyo peke yake inaweza kuwa ni utunzaji wa kumbukumbu ya mauzo na manunuzi. Kama anaweza kutumia vizuri hiyo bank account. Lakini la pili ni ile tumelisisitiza sana kwamba hakikisha na wewe mwenyewe unajilipa mshahara kwenye mgao pale unapokuwa na kumbukumbu, umezitunza kumbukumbu vizuri na hii biashara inafanya vizuri. Hakikisha wewe mwenyewe unajipa mgao kama mshahara, mgao wa faida unayoipata, ili usio unatia mkono kwenye ile biashara kila wakati ukidhani kwamba hizi pesa zipo tu. Kumbe una baadaye unaweza kula mtaji kwenye biashara. Kwa hiyo ukiwa na utaratibu mzuri ambao na mimi nijiwekea kiwango kwamba nimeshaona faida yangu inakuwa ni kiasi hiki kwa muda fulani, kwa mwezi au kwa wiki, na kwa hiyo na mimi mwenyewe najiriwadi kwa kujipa mwenyewe mshahara wa kiwango fulani ambacho kinaendana na uzalishaji kwenye hiyo biashara yako husika. Lakini kingine ni utengenezaji wa budget. Budget ya biashara na budget kwako mwenyewe binafsi ambayo itaendana na kipengele hicho cha juu kwamba ni kiasi gani ambacho na wewe mwenyewe unaweza unahitaji kama kujilipa kama mshahara, na ule mshahara huo unaweza kutosheleza pia mahitaji yako. Na uweze kujibana kwa kiasi gani kutegemea kwamba sina chanzo kingine, chanzo changu mimi cha maisha yangu ni hii biashara ninayoifanya. Kwa hiyo mshahara ninaojiwekea uweze kuiendeleza biashara, lakini pia uweze kukidhi mahitaji yangu mimi yayo. Uweze kuona namna gani hayo mawili unaweza kaya balance. Na itokane na faida, sio itokane na sio kwenye mtaji na sio kwenye mauzo. Kwa hiyo ukishatoa gharama za kufanya biashara kwenye mauzo yako, kile kinachobakia ambacho kinatakiwa kitumike kwenye namna mbili. Moja, kuikuza biashara kwa maana unaongeza mtaji. Lakini pili, kukidhi mahitaji yako, kwa sababu ndo lengo zima la kuanzisha biashara ulianzisha ili iweze kukusaidia wewe na familia yako kimaisha. Na tuangalie sasa mfano yote hayo umeshafanya. Kuna mbinu mahususi kwamba hizi ukizipitia kwa kitaalamu kwamba ukifuata mkondo huu hizi mbinu zitakusaidia tunapoelekea kumaliza. Mbinu mahususi inaturudisha mwanzo kabisa, ni kama vile tufanye majumuisho ya programu yetu ya tunaanza kuja tukakiita kwamba hii ni season 1. Kwenye awamu hii ya topic yetu ilikuwa ni wazo kuwa biashara. Sasa ukiangalia kwenye kila kipengele tulichokipitia vilikuwa vina connect kwamba tulianza na kusema wazo, sio kila wazo linaweza kuwa biashara. Ili wazo liwe biashara lazima kuwa kuna sifa la hiyo wazo. Moja katika hiyo sifa na hiyo wazo liwe lina soko. Na pia unachokwenda kukifanya kwenye hiyo biashara yako kuwe umefanya utafiti wa kuona kuna huo uhitaji. Kweli kuna hiyo demand unaolifanya. Lakini pili, uwezo wako wewe mwenyewe kulisimamia hilo jambo, ujuzi na uwe ready kwenye kile ambacho unataka kukifanya. Na alafu wewe unaweza kulipima hilo jambo ambalo unaweza kwenda kulifanya. Lakini la pili tukasema unarudi kwenye namba moja, kufanya utafiti wa soko. Kwa hiyo kuna utafiti wa soko. La tatu tukaenda kuona kwamba mada iliyofuata ilikuwa ni swala zima la utunzaji wa kumbukumbu. Sasa kutoka kwenye utunzaji wa kumbukumbu tumekuja kuona kutenganisha kati ya fedha ya biashara na faida. Baadaye tumekuja hapo kutenganisha kati ya fedha ya biashara na familia. Sasa hayo yote kama ni mbinu, nasema hayo yote yakiweza kufanyika ndio mbinu ya kuweza kuifanya biashara yako ikaweza kuanza kusimama na kuendelea. Na ndio hapa tutakuwa tumejibu hoja ya kusema hapa wazo limekuwa biashara. Kwa hiyo wazo litakuwa biashara kama haya yote ambayo tumeyazungumza ya kuweza kutokea katika muktadha huo. Ndio maana tunasema baada ya hapa sasa tukienda kwenye hiyo season 2, hiyo itahusisha namna sasa ya kukuza upatikanaji wa mitaji na ukuzaji wa mitaji na kukuza biashara yenyewe kwa ujumla. Ndio maana sasa inafuata nayo itakuwa na vipengele vingine kama 8 hivi 9 ambapo tutawaambia wafanya biashara mitaji inapatikanaje na mtaji unakuzwaje kipindi kitakachofuata. Hiyo tunasema hiyo ni season 2. Season 1 tumemalizia leo kwenye kuona namna gani tunatenganisha kati ya namna ya kutenganisha kati ya fedha ya biashara na itapendeza sasa hii mimi kwa ushauri Bwana Mubali kama
tukalifanya hili kwa kufanya utafiti mdogo kupita kwenye biashara zenyewe na kuwahoji wafanyabiashara wenyewe kwamba biashara yako unaifanya fanyaje. Tukiweza kufanya hivyo, wapo wafanyabiashara wenzetu wadogo wetu na watazamaji wetu wakaweza kuelewa, je, haya tunayoyazungumza ni kwa namna gani inaleta tafsiri sahihi kwenye maisha yenyewe ya biashara ambazo tunaziishi. Naam. Basi namna hiyo, mtazamaji wa TriGen, nafikiri umepata dozi nzima katika season 1. Hapo tumemaliza lile wazo hadi biashara, na sasa tutakuja huko, unapata wapi mitaji, unapataje? Tulikuwa na mtaalamu wetu wa siku zote hapa TriGen kuhusiana na masuala ya biashara na fedha. Yeye amebobea katika eneo hilo, ni CPA Ibrahim Mshindo. Asante sana kwa muda wako mpaka tumemaliza season 1. Nashukuru. Asante sana, kila la kheri. Nashukuru sana. Tukutane tena tutakapoanza mitaji na biashara katika season 2. Tuweze kuona namna gani ya kukuza mtaji. Ili biashara zikue na ziwe endelevu. Naitwa Leonard Mubali. Nasema hatuwezi kukua kama hatujui nadharia na sayansi ya mitaji ikoje, fedha za mtaji zinapatikana vipi, na ninakuwa namna gani unaweza kukuza mtaji wako. Unasikia maneno hayo? Ni katika season 2 tutakapoenda kuendelea hapa TriGen Media. Naitwa Leonard Mubali. Endelea kutembelea channel yetu ya TriGen Media, lakini pia kusubscribe na kumwambia mwingine kwamba kuna madini ya kibiashara, hasa sisi wafanyabiashara wadogo wadogo. Asante na kwaheri kwa leo.